dada Debora. Leo na Debora wawili. Debora, wewe umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi kwa nilikozaliwa kabisa ni Moshi. Chaga. Ndio. Lakini nilikuja hapa Dar nilipomaliza pia kusoma nikawa nimekuja Dar. Unaweza kusoma wapi? Moshi. Ulikuwa unasoma nini? Sekondari. Sekondari. Kwa umeishia wapi? Nimemaliza form 4. Form 4 umemaliza. Ndio. Baada ya hapo? Baada ya hapo nilipokuja huku. Nikaa muda dada akanishauri ulikuwa ni usikae bure kwa sababu ulikuja kwa dada? Okay, dada kabisa. Ndio, dada anaishi wapi? Anaishi hapa Dabuza. Okay. Ndio. Dada sasa akakushauri. Kwa sababu nilikuwa sijui kwa kweli kuhusu hii fursa. Akanambia anakujua pia anakufuatilia kwenye seminar. Okay. Ndio akanambia sio vizuri kukaa bure. Kwa sababu vishawishi ni vingi na pia magrupu unayotengeneza na yatakuletea vitu vibaya. Lazima ujishughulishe. Ili na wewe uje kuwa na vitu vyako, uje kuwa na mtaji kama unapenda kufanya biashara yoyote, uwe unajitegemea mwenyewe. Wow. Dada anafanya biashara gani? Dada yangu anapika, ni mpishi kabisa. Okay. Kwa hiyo anauza chakula? Ndio. Okay. Kwenye mgahawa wake au kwenye mgahawa wake? Okay. Ndio. Kwa hiyo hakutaka hata wewe ukae kwenye mgahawa wake, akwambia nenda katafute cha kwako. Mara kwanza nilipokuja nilikuwa nafanya pale kidogo ndo akaniambia pia kuna fursa hiyo. Ndio. Okay. Safi sana. Nimependa yani ndio haya mawazo ninayowaambia, sio tu dada, we ni dada, hata wazazi. Yani wasifikiri zama hizi za hizi kazi za ndani zile za kizamani, kazi za elfu ngapi? 60. Sasa hivi wako 60. Zilikuwa 30 huko. Lakini pia waangalie na trend inavyokwenda. Kwanza hizo kazi za ndani wanazifanya kupitia nini? Kama kuna taasisi ambayo inasimamia haki zenu kama hivi na tayari tumepromote, kuna mishahara mikubwa ambayo wengine wanalipwa watu wa ofisini waliomaliza degree, ndio mishahara ambayo watu wanalipwa kwenye hizo kazi za ndani. Hakuna sababu ya kuendelea kuwaza kwamba ni kazi zenye manyanyaso, kwa sababu wao wenyewe maofisini wanayopitia wadada wa kazi na wao wanapitia. Kama ni kusemwa huko maofisini nako wanafanya nini? Wanasemwa. Kwa hiyo mimi nimependa kwamba dada yako yani amekuwa ni miongoni mwa watu ambao natamani kuona wengi zaidi wanahamasishwa na ndugu zao kwenda kujijenga kwa ajili ya faida yao. Yani na wao wajenge maisha yao. Usifurahie kukaa na ndugu yako nyumbani ambaye hana kazi wakati wewe tayari umeshaanza kujijenga. Unafikiria yeye lini atajijenga? Atakaa kwako mpaka lini? Sasa hivi sio zama za mtoto wa kike anatoka kwako sio kwa dada kwa mama anaenda kuolewa. Kwa sababu tumeshashuhudia wanawake wengi ambao wanaolewa bila kuwa na mipango na mipangilio ya kiuchumi, uchumi wao binafsi, wengi wanaishia kwenye umaskini. Tena unaweza kumsaidia. Mimi niliwahi kumsupport mdogo wangu ambaye leo hii na yeye ananisupport. Imagine ingekuwa nimemwacha tu. Si unaelewa? Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu sana na kitu kizuri sana. Nampongeza sana dada yako. So wewe binafsi yako sasa una malengo gani? Mimi malengo yangu natamani nikishafanya kazi, nikipata mtaji nifungue duka la nguo. Ndio kitu chako unachopenda. Okay, sawa. Sasa umeshajua ili kufungua duka utahitaji kuwa na kiasi gani? Kwa sababu hicho ndio kitakufanya ukae kazini. Kama unajua unatafuta nini. Kama hujui ndio hivyo. Siku 2 siku 3 unarudi mara kwa dada, mara utarudi Moshi, mara tunasikia una mimba, mara una mtoto, mara yani mambo hayaeleweki. Lakini kama unajua nahitaji kiasi fulani nifungue duka. Yani hizi changamoto za kazi ni za kawaida. Zitakuwa tu zinapita, unajiboresha, unaendelea mpaka unatimiza ndoto zako. Kwa unahitaji kiasi gani kwa ajili ya kuanzisha hiyo biashara yako ya nguo? Lazima uanze kujua kwanza kuna kukata mabeli. Wewe unataka kufanya za mtumba au ni za dukani? Nataka nifanye zote. Zote? Ndiyo. Okay. Kwa hiyo sasa haujajua exactly ni kiasi gani unahitaji? Kwa kabisa yani kujua ni shilingi ngapi bado sijajua. Bado hujajua. Sasa utafanyaje ili ujue? Nimeshauliza watu wananiambia ni lazima uanze kwenye milioni 5. Uwe na mtaji mkubwa ambao
usianze kitu ukakishia njiani. Kama umekianzisha lazima upambanie nacho. Yeah. Debora una akili kubwa. Yaani ni ujinga wako na uzembe wako kama utakuwa una smartphone, una kazi ya kupita na kwenda kuangalia. Bora hata umfuatilie Joyce Kiria ambaye anawapa maarifa ya namna ya kuboresha maisha yenu. Lakini unaenda kufuatilia vichekesho. Sawa, lakini je, hivyo vichekesho vinaboresha vipi maisha yako? Kwa hiyo sawa, sisemi usifuatilie vichekesho kabisa, lakini make sure kuna vitu vya maana unafuatilia vinavyolenga kukuboresha na kuboresha maisha yako. Then hivyo vitu vingine vya kucheka na nini vitakuwa ni vitu vya ziada. Lakini kama hivi mapishi, watu wanajifunza mapishi kwenye mitandao, watu wanajifunza namna ya kufanya usafi, vifaa vya usafi vyote viko kwenye mitandao. Kwa hiyo unapokwenda kazini kama una smartphone, hiyo ndo matumizi mazuri ya smartphone yako. Yaani uhakikishe ile ni shule kwako. Sawa. Sasa hivi ni ujinga wako kuishi kwenye upumbavu, kuishi kwenye ujinga, yani kutokuwa na maarifa, kutokujua kufanya kitu fulani. Yaani ni ujinga wako. Kwa nini? Kwa sababu kwa bando yako tu unaingia kwenye mtandao, unajifunza kitu unakijua. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo nyinyi mna fursa zaidi kuliko huko sisi tulikotoka. Maana ilibidi lazima uache kazi ukafanye kazi. Kama ni kusoma, sawa, uweze kufanya kazi. Lakini sasa hivi unafanya kazi, muda wako ule wa mapumziko, muda wako ule wa ziada, unaingia kwenye mtandao unatafuta ujuzi ambao utakufanya uwe bora kila siku. Tuko pamoja? So, hiyo kazi ya kujua gharama na kila kitu, hiyo ndio utaifanya wakati unaendelea huko kazini. Yaani by the time unakuja kusema nimemaliza, nimeshapata mtaji, maana yake una ufahamu mkubwa sana wa namna ya kufanya hiyo biashara na ni kiasi gani cha fedha unahitaji. Sawa, ni bora? Ndio. Haya, karibu sana. Asante. Haya.